Katika programu hii tunatekeleza afua mbalimbali. Moja ya afua ni kuweka mazingira salama ya ufundishaji na ujifunzaji, ambapo katika afua hii serikali inakwenda kutoa mafunzo kwa walimu wanasihi wapatao 5,000 nchi nzima, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa Boost kwa mwaka huu wa fedha 24-25. Na tuko hapa katika chuo cha walimu KRERU, ambapo tumeanza na kutoa mafunzo kwa walimu 646 kutoka katika mikoa 6 ambayo ni mkoa wa Iringa kama wenyeji, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Dodoma. Mwitikio wa washiriki ni mkubwa, mzuri, karibia wote washiriki 646 wamefika, na washiriki hawa ni walimu wanasihi kutoka shule 646, kwa maana kila shule imeleta mshiriki mmoja. Malengo yetu ya kutoa mafunzo kwa walimu hawa ni kuwajengea uwezo wa namna ya kwenda, kwanza kuhakikisha kila shule ambayo anatoka inaweka mazingira salama ya ufundishaji na ujifunzaji, na yeye anatumika moja, lakini akirudi katika shule yake ataweza kuwawezesha walimu wenzake, lakini pia kusaidia mazingira yote ya ujifunzaji kuwa katika salama, hususani katika maeneo muhimu 8 ambayo yakitekelezwa ipasavyo tutasema sasa shule hii katika mazingira salama. Viashiria hivyo ninaweza kavitaja kwa haraka. Cha kwanza ni kuhakikisha kunakuwa na upatikanaji wa chakula katika shule zetu, kama ni kiashiria kimoja hapo kwamba hapo kuna mazingira salama ya ufundishaji na ujifunzaji. Lakini kiashiria cha pili ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wale wanajengewa stadi za maisha ili kukabiliana na vikwazo mbalimbali katika kujifunza. Kwa stadi za maisha mbalimbali wanajengewa wanafunzi wetu, lakini pia hata kwa walimu wetu pia. Lakini kiashiria cha pili ambacho tungependa kitekelezwe kule, kinachojumuisha mpango wa shule salama, ni kuhakikisha hakuna mdondoko wa wanafunzi katika kujifunza, kwa maana kwamba tunajaribu kuangalia kabisa viashiria vyote au changamoto zote ambazo zitapelekea mwanafunzi kuacha shule vinaangaliwa na kufanyiwa kazi ipasavyo ili mwanafunzi aweze kumaliza mzunguko wake wa elimu. Kwa hiyo ni kiashiria chetu cha 3. Tunacho kiashiria cha 4 ambacho pia kinajumuisha ni mpango wa shule salama, ambacho ni kuhakikisha watoto wanapatiwa huduma ya ushauri na unasihi katika ngazi ya shule. Tunajua huduma ya unasihi mashuleni ni imewekwa kama moja hapo ya njia ya kuwasaidia watoto kukabiliana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo utoaji wa huduma nasihi ni mmoja ya viashiria vya mpango wa shule salama. Tunacho kiashiria kingine ambacho wanajengewa washiriki hawa, nacho ni kuhakikisha walimu wanapotekeleza majukumu zao wanazingatia kanuni zote za utumishi wa umma, ikiwemo maadili ya kazi yao ya ualimu. Nayo ni kiashiria ambacho kinaangaliwa na kinasisitizwa kwa washiriki wote katika mafunzo haya yanayoendelea hapa. Tunacho pia kiashirio cha 7 ni kuhakikisha shule zetu mazingira ya mapito ya wanafunzi kutoka nyumbani kuja shuleni na anapokuwepo mazingira ya shuleni, mapito yote atakayopita mwanafunzi yanakuwa salama. Naposema mapito ninamaanisha mtoto anatokaje nyumbani, anapita katika mazingira yapi kabla hajafika shuleni. Anaweza kuta kwenye shule hizi labda zilizokuwa vijijini, labda anapita kwenye msitu mkubwa. Je, katika eneo la msitu kuna ni sehemu salama? Na kama haiwezekani, hatusemi ufyekwe, je, kuna mikakati yote imewekwa kiasi kwamba mtoto atapita bila kupata changamoto yoyote ya usalama wake anapokuja kazini? Anapokuwepo pia maeneo ya shuleni, mazingira ya nje, mazingira ya vyooni, kila mahali, je, ni mazingira salama? Unawezekana ukao una choo kizuri lakini pengine hakuna maji wala nini, tayari inakuwa si mazingira salama. Kwa hiyo tunasema mapito ya mwanafunzi kwenda na kurudi shuleni yao yote ni salama. Lakini tunaangalia pia